Yes, bana, mambo vipi? Karibu tuzungumze michezo. Hii ni Beka Online TV fans reporter tena hapa. Niko na Fadhili Malangu. Kubwa kabisa ni kuhusiana na ligi kuu NBC Premier League ikiwa inaelekea tamati, lakini mjadala wa Alan Okello, Faisal pamoja na Clatous Chota Chama. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Bana, ligi unaionaje? Bado michezo mitano iweze kutamatika. Ligi mimi naweza nikasema imekuwa na mvuto wa aina yake. Yes, kwa sababu Simba amekuwa akimfukuzia Yanga kwa ukaribu, lakini pia Yanga nao kasi imekuwa ni kubwa, lakini ukija huku kwenye vita nafasi ya 4 nayo ni kubwa, kwa sababu ukianza kuangalia Singida Black Stars, ukija kuwatazama JKT Tanzania, ukija kuwatazama TRA United, wote wanaikimbilia ile nafasi ya 4, na ukitazama alama ambazo wamepishana ni alama moja ama 2. Kwa hiyo unaona kwamba ligi bado imekuwa na mvuto, lakini kwenye nafasi ya pili pia unaona Azam anatafuta nafasi yake. Kwa mfano, baada ya kushinda kwenye mchezo wa jana dhidi ya KMC, na maana katika michezo mitano iliyosalia kwa Azam FC anahitaji alama 4 tu ili aweze kujihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la shirikisho kwa msimu ujao. Lakini pia ukianza kupiga mahesabu ya moja kwa moja kwenye msimamo, bado namwangalia Azam FC nafasi ya kuwania ubingwa bado anayo, kwa sababu ukimtazama anayeongoza ligi ni Young Africans, ana alama 60, si ndio? Lakini anemfuatia ni Simba Sport, ana alama 58. Yes, lakini Azam FC ana alama 49, kitu kama hicho 49. Sasa ukianza kupiga mahesabu, utofauti wa kutoka alama alizokuwa nazo Azam FC mpaka alipo Simba ni alama 6, ambayo ipo nafasi ya pili. Lakini ukija kupiga utofauti wa Azam FC aliyepo nafasi ya 3 kwenda mpaka nafasi ya kwanza aliyekuwepo Yanga ni alama 8. Unanielewa? Kwa hiyo katika alama 6 Azam FC anaweza kuzipata katika michezo miwili ambayo ipo mbele yake. Kumbuka na michezo mitano kadhalika kwa Yanga pia ama Simba. Lakini pia ukianza kupiga mahesabu kutoka kwa Azam nafasi ya 3 mpaka nafasi ya kwanza aliyokuwepo Yanga, alama 8 ni sawa na kushinda michezo mitatu, tena unakuwa na faida ya alama 1 mbele. Kwa ukianza kupiga mahesabu, Azam ipo nafasi ya 3, lakini bado ana uwezo wa kukaa nafasi ya pili na bado ana uwezo wa kukaa nafasi ya kwanza, kwa maana ya kuwa bingwa. Itadipendi kwenye michezo yake atashinda vipi, na itadipendi pia kwa Yanga na Simba michezo yao iliyosalia pia watapata alama ngapi. Kwa hiyo ukianza kupiga mahesabu kuanzia nafasi ya 3 mpaka nafasi ya kwanza na nafasi ya pili, bado kila mmoja ana nafasi ya kuwa bingwa. Kwa hiyo itategemeana ubingwa ataupata kwenye michezo yao mitano iliyosalia watapata matokeo gani. Sawa, gap ni alama 2 kati ya Simba na Yanga. Kwa namna ambavyo unatazama timu zote zinacheza, Simba anapanda kileleni anashuka, Yanga anapanda kileleni anashuka. Kuna pressure kubwa ambayo ipo katika hivi vilabu viwili. Of course pressure lazima iongezeke. Unajua Yanga baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Dodoma ni kama Simba iliwabusi kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hata ukiangalia reaction wakati Yanga anapoteza na Dodoma Jiji, Simba alikuwa anajiandaa na mchezo dhidi ya Mashujaa, ambapo kuna video ambazo zilikuwa zinasambaa zikionyesha wachezaji wa Simba pamoja na benchi la ufundi pamoja na viongozi wakishangilia ule mchezo kumalizika. It means kwamba wanaona yule mpinzani wake ambaye walikuwa wanashindana naye kutoka alama 5 mpaka kusalia 2 inawapa morali wenyewe kuendelea kupambana kupata alama nyingine pengine na kujisogeza kileleni zaidi. Kumbuka Yanga alikuwa amekaa kileleni kwa muda mrefu sana, na Simba alikuwa hajapata nafasi ya kukaa kileleni kwa muda mrefu sana, na tunaona katika mchezo wa Mashujaa namna ambavyo Simba waliperform kwenye kiwango cha hali ya juu sana, lakini hata kwenye michezo mingine ambayo ilifuatia tunaona Simba ameperform kwenye kiwango cha hali ya juu sana. Hii ni kwa sababu ya ile morali ambayo aliipata mara baada ya Yanga kupoteza mchezo, wakaangalia wakasema, yes, kumbe kama mpinzani wetu amedondosha alama, na maana hata sisi bado nafasi ya kuwania ubingwa tufanye nini tunayo. Kwa hiyo pressure ipo of course kwenye ligi, na ndio maana unaona mechi nyingi sana Simba ambazo anazicheza sasa hivi anacheza kibingwa zaidi. Hata Yanga yale makosa ambayo ameyafanya kwenye mchezo dhidi ya Dodoma yamemwamsha kwa kiasi kikubwa. Pengine bila kupoteza mchezo wa Dodoma, nafikiri kungekuwa na matokeo mengine ambayo ni negative, ambayo pengine angeenda kumfanya kucheza kwa relax zaidi, akiamini kwamba mpinzani nimemwacha alama 5, kwa hiyo sio rahisi yeye kumfikia hata kama akipoteza mchezo mmoja. Lakini sasa hivi anaenda kwenye michezo yake akijua kwamba alama 2 mimi ikitokea nimedondosha hata alama 1, na maana nampa advantage mpinzani wangu, aidha kwa kulingana alama
ama nikidondosha alama 3 inaweza kuwa ni advantage kwa mpinzani wangu kuniongoza kwa zaidi ya alama 1. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimemwongezea morali zaidi, na ndio maana unaona sasa hivi Yanga kwenye michezo miwili ambayo amecheza hivi karibuni anacheza kwa confidence ya hali ya juu, hasa katika eneo lake la kiulinzi. Anapokwenda kushambulia, tahadhari anaiacha kwenye eneo la kiulinzi, tofauti na ambapo kabla akiwa hajapoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini kwa Simba pia nao unaona sasa hivi wameimarika sana kwenye eneo la ushambuliaji. Katika maeneo ambayo wameweka nguvu kazi kubwa ni katika maeneo ya ushambuliaji, kwenye kutengeneza magoli mengi kwa namna yote ile, aidha magoli ya kulazimisha mpinzani afanye makosa au yatumie advantage, aidha magoli ambayo yanatokana kwa open play, ama magoli ambayo yanatokana na set pieces. Set pieces tukizungumza, na maana kuna pigo kubwa huru ambayo ni penalty, lakini kuna mapigo madogo madogo ambayo foul zinaweza tokea nje ya 18 ama na katika maeneo mengine yote. Kwa hiyo haya ni maeneo pia ambayo Simba amekuwa akiyatumia kwa kiasi kikubwa, na ukitazama kwenye mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji unaona yamekwenda kumlipa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nafikiri ligi kuongezeka ushindani na pressure ni kwa sababu ya alama ambazo wamepishana hawa wapinzani, na kila mmoja bado ana advantage, na ikitokea wewe umepoteza mchezo moja, basi mwingine akishinda mchezo wake, basi inakuwa ni advantage ya kukaa juu kileleni. Bwana, mashabiki wa Simba wanasema Clatous Chota Chama asifananishwe na Okello. Mashabiki wa Yanga wanasema Okello asifananishwe na Clatous Chota Chama. Mtazamo wako uko vipi? Mimi of course ni mtu ambaye waga sipendi kuwafananisha watu, sipendi kuwalinganisha wachezaji, kwa sababu ni wachezaji ambao kila mmoja ana aina yake ya kiuchezaji. Kwa mfano ukimchukua Alan Okello, kuna maeneo ambayo anayamudu kucheza kwa ubora mkubwa, na maeneo hayo ni namba 10. Toka amebadilishwa kutoka katika winga pembeni na kusogezwa kwenye namba 10, Alan Okello amekuwa na ubora huu ambao tunaona nao, ambapo hata kwa msimu uliopita kwenye ligi ya Uganda yeye ndo alikuwa mfungaji bora akifunga magoli 19. Lakini hata msimu wakati Yanga wanamchukua kutoka Vipers alikuwa amefunga tayari magoli 3. Na alikuwa kwenye performance nzuri kweli kweli. Lakini alipokuja Yanga ameonekana kutokuingia kwenye mfumo kwa haraka kwa sababu ya eneo ambalo alikuwa anachezeshwa. Lakini baada ya kusogeza kwenye eneo la namba 10 amekuwa na namba nzuri kwenye kutengeneza nafasi pamoja na kufunga. Kwa hiyo Alan Okello ukitaka umfaidi, mchezeshe kwenye eneo la namba 10, ndipo ambapo anakwenda kupatia ubora wote. Lakini ukija kwa Chama kwanza kiuhalisia Chama ni namba 8. Unanielewa? Yaani kiuhalisia Chama ni namba 8. Playmaker. Kipindi kile wakati anakuja Simba kwenye ule msimu wa 2019 Chama alikuwa anacheza kama kiungo namba 8. Lakini chini yake kulikuwa kina James Kotei kama mtakumbuka vizuri. Na Chama alionekana kuperform vizuri, na Chama ni mzuri kuichezesha timu, kuitranslate timu kutoka kwenye eneo la chini kwenda kwenye eneo la juu. Lakini pia eneo lingine ambalo Chama anacheza kwa ubora mkubwa ni namba 10. Ina maana namba 10 pamoja na namba 8 ni maeneo ambayo Chama anacheza kwa ubora mkubwa. Kwa sababu gani? Chama ni mzuri kuchezesha timu kwenye eneo la katikati, anashambulia zile space ambazo zinakuwa zipo wazi, lakini ni mzuri kupita kwenye zile space ambazo zimeachwa na wapinzani. Lakini pia kwenye winga 11 Chama anacheza kwa ubora mkubwa. Ukifuatilia kwenye michezo ya nyuma, kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa na kuna michezo kadha hapa nyuma, amecheza kama winga namba 11, lakini namba 10 alikuwa anacheza Loemba. Lakini yeye winga 11 ambaye alikuwa anaicheza winga ya kuingia ndani zaidi. Na maana pale ambapo wanakuwa wanashambulia, yeye hatokei zaidi kwenye maeneo ya pembeni, na maana anaingia ndani zaidi. Na kuna hatari ambazo alikuwa anazitengeneza ambazo zilikwenda kuwapa impact ya moja kwa moja wapinzani. Lakini ukija kwa Alan Okello, ukimtoa kwenye eneo la namba 10, ukimchezesha kwenye maeneo mengine, hawezi kukupa ubora kama ule ambao anakupa akicheza namba 10. Lakini Chama anakupa ubora mkubwa kwenye maeneo zaidi ya mawili, namba 8 na namba 10. Kwa hiyo huo ndio tofauti wao. Lakini tofauti mwingine ni experience baina ya hawa watu wote wawili. Chama ana experience kuliko Okello, lakini hata umri ukienda kuangalia 32 kwa Chama, lakini pia 25 kwa Alan Okello. Unaona kwamba katika uzoefu Chama ana uzoefu mkubwa. Ukienda kwenye orodha ya wafungaji bora muda wote kwenye michuano ya CAF, especially kwenye ligi ya mabingwa, utamkuta pale Chama I think yupo kwenye nafasi kama ya 3 hivi. Kwa hiyo unaona ni ukubwa wake ambao ameutengeneza. Lakini kwenye timu ya taifa ya Zambia ni mchezaji ambaye mara kwa mara ameshacheza michezo mikubwa na yenye pressure kubwa, na kwenye michuano ya CAF amefanya makubwa toka hata hajaja na Simba. Mwaka 2016-17 wakati Zesco anaingia kwenye hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa,
Chama alikuwa ni miongoni mwa kikosi hicho ambacho kwa kinanolewa na kocha Luandamina, ambaye baada ya kutoka hapo alikuja kukinoa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo baada ya matokeo 2019 kupita maeneo kadha wa kadha, vilabu kadha wa kadha, ndo akaja Simba. Amekuja Simba, amehusika moja kwa moja kwenye matukio ya Simba kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, na magoli yake ndo yamekuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo ukija tu kuangalia kwenye experience na uzoefu wa mashindano ambayo tayari wamekwisha kucheza Chama na Alan Okello, huwezi kuwafananisha. Lazima utamweka kwamba Chama ni the best kuliko Okello kwa vile vitu ambavyo amekwisha kuvifanya, lakini kwa vile pia ambavyo ameendelea kuvifanya. Licha ya umri kuwa mkubwa, lakini kuna vitu ambavyo anavifanya, kuna wachezaji ambao wana umri mdogo wameshindwa kuvifanya. Tanzania tuna namba 10 wengi sana, lakini Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao wanasifika kuwa na utulivu mkubwa anapokuwa kwenye eneo la boksi. Na ni nadra sana kumuona Chama amekosa nafasi za wazi kutokana na utulivu wake. Kwa hiyo hata kwenye utulivu pia ukimlinganisha Okello na Chama, bado Chama atachukua ni mchezaji ambaye ana utulivu wa hali ya juu kuliko namba 10 wote kwenye ligi ya Tanzania tuliokuwa nao. Lakini kwa umri wa Alan Okello, anachokifanya ni kizuri, of course ni miongoni mwa wachezaji ambao wanastahili kupewa sifa, lakini ukianza kuwalinganisha yeye na Chama, ndipo utakapoona utofauti wao mkubwa, kwamba huyu cha kwanza ni mzoefu mkubwa kuliko Okello, lakini pia Chama ameshacheza mashindano makubwa na ameshaonyesha vitu tofauti kuliko Alan Okello ambao ndo kwanza anaitafuta CV. Lakini vile vile kwenye aina ya kiwanja, mmoja anaweza kucheza maeneo mengi zaidi uwanjani na akakupa ubora mkubwa kuliko Alan Okello. Bwana, tumalize na mbio za ufungaji bora kwa msimu huu. Faisal magoli 14, Alan Okello magoli 11. Tofauti ni magoli 3 peke yake. Mbio zinashika kasi, mbio ni kubwa kweli kweli. Unajua wakati ligi inaanza, Fabrice Wangoi yule mshambuliaji wa Namungo alikuwa anaonekana kama ana nafasi kubwa ya kuchukua kiatu kutokana na numbers za mastrika wengi ipo down, na hata ukienda kuangalia kwenye hiyo orodha ya wafungaji wengi waliopo kwenye ile orodha ni viungo, sio washambuliaji. Mshambuliaji pengine unaweza ukamkuta Fabrice Wangoi mwenyewe pamoja na Prince Dube, lakini ukianza kutafuta wengine unaona ni wachache sana, lakini wengi wameingia hapo. Ukiangalia Faisal ni kiungo namba 10, Okello kiungo namba 10, Chama kiungo namba 10 ama namba 8. Duke Abuya ukimtazama anacheza mara nyingi anacheza kama kiungo wa chini. Kwa utamtaja Faisal na Alan Okello ndio wanaonekana kukaribiana kwa ukaribu zaidi, lakini performance yao inaonekana inakuwa game by game. Yani ukitazama uwezo wa Alan Okello kuscore ni mkubwa, ana wastani wa kuscore takribani goli moja kwenye kila mechi. Ukianza kulinganisha mechi ambazo amezicheza kwa ujumla, ana wastani wa kuscore goli moja kwenye kila mechi. Lakini hata Faisal pia ukienda kutazama nambari zake zinakuonyesha kwamba ni wachezaji ambao kila mechi wana wastani wa kufunga goli. Sasa kama wachezaji wana wastani wa kufunga goli kila mechi, it means kwamba uwezo wao wa kuchukua kiatu ni mkubwa mno, lakini hata uwezo wa kuchukua mchezaji bora wa ligi ni mkubwa mno. Kwa hiyo ushindani upo, lakini nafasi mimi ninazikabidhi nafasi ya kwanza kama ilivyo kwa Faisal Salum, lakini pia nafasi ya pili naiweka kwa Alan Okello. Ndio hao wachezaji ambao nawatazama, mmoja wao kati ya hawa anaweza kuwa mfungaji bora msimu huu, lakini pia mmoja wao kati ya hawa anaweza kuwa MVP wa ligi kwa msimu huu. Lakini asilimia kubwa umempa Faisal. Yes, asilimia kubwa mimi naiweka kwa Faisal kwa sababu wastani wake ni mzuri kuliko wachezaji wengine. Kwenye kutengeneza nafasi ndiye anaongoza, lakini pia kwenye kufunga magoli pia ndiye anaongoza. Haikutishi back to back ya Alan Okello magoli mawili mechi 4 mfululizo? Anafanya back to back, lakini hata Faisal anafanya pia. Unanielewa? Kwa mfano kwenye mchezo wa jana Alan Okello alifunga magoli 2, lakini pia Faisal Salum alifunga magoli 2. Mchezo uliopita Alan Okello alifunga magoli 2, lakini pia Faisal Salum alifunga goli 1. Kwa hiyo ukianza kuangalia kwenye michezo 5 hivi karibuni, ni kama michezo yote wamefanikiwa wote kuscore. Kwa hiyo huyu anaposcore huyu mwingine naye ana score. Sio kwamba huyu akiscore huyu mwingine hascore, hapana, wote wana score. Na hii pia inaendelea kumpa motivation Faisal Salum ya kuendelea kupambana zaidi. Kumbuka msimu 2023-24 kati ya Aziz Ki pamoja na Stefan na Faisal Salum ilikuwa hivi, mmoja ana score mwingine pia ana score, asipo score mmoja mwingine ana score, kitu ambacho kilimfanya Faisal kufikia kwenye ubora
kufunga magoli ambayo hajawahi kuyafunga kwenye maisha yake yote ya soka. Akiwa Yanga hajawahi kufikisha magoli hata 10 kwa msimu mmoja kwenye ligi, lakini alipoenda Azam FC amefanya magoli 19, na msimu huu ukiangalia goli 14 ambazo amefunga ni goli chache tu ambazo zimesalia kufikia goli 19 ambazo alizifunga kwenye msimu wa mwaka juzi. Na katika michezo mitano ambayo imesalia, unaona kuna nafasi kubwa kuweza kuzifikia goli 19, lakini hata Alan Okello mwenyewe kwa michezo mitano ambayo imesalia, kwa wastani wa kufunga alikuwa nao, anaweza pia kufunga magoli 19 kwa msimu uliopita ambao alifunga akiwa na Vipers kwenye ligi kuu ya Uganda. Kwa hiyo nafasi kubwa mimi naiacha kwa hawa wote wawili, ingawa Faisal Salum namtazama ni mtu ambaye anaweza akachukua kiatu, lakini pia anaweza kuwa MVP kutokana na ubora ambao amezidi kuonyesha. Lakini Alan Okello ataendelea kuwa mshindani kwa Faisal Salum, ingawa nayo nafasi kubwa anayo kutokana na namba zake ambazo ameziweka mpaka sasa hivi, goli 11 na assist 7. Unaona ni kiwango kizuri sana cha magoli kwa mchezaji ambaye ameingia kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo hata Alan Okello akisema ameishia hapa, bado kuna kitu ambacho amekiweka msimu ambacho kimewapita hala wachezaji wengine ambao wameanza msimu. Wengi unaweza ukasema kwamba namba za Chama na Okello, unajua ukimwangalia Chama na Okello kuna tofauti mkubwa. Cha kwanza kwenye ligi yetu ya Tanzania, Chama ameanza ligi ya Tanzania, lakini Alan Okello amekuja kwenye dirisha dogo. Kinachotofautisha tu ni kwamba Chama ameanza akiwa na Singida Black Stars, baadaye akahamia Simba kwenye dirisha dogo, lakini Alan Okello ametoka Vipers amekuja kwenye ligi ambayo kuna utofauti, ni kama anaanza upya. Huwezi kujumuisha magoli aliyofunga kwenye ligi ya Uganda matatu ukayaongezea hapa, lakini Chama unaweza ukayaongeza magoli na assist ambayo amefunga akiwa Singida na Simba ukayajumuisha kwa pamoja ukapata kitu hiki kimoja. Lakini Alan Okello ametoka kwenye ligi ya Uganda amekuja Tanzania, ni kama ameanza upya kutengeneza namba zake mpya, ambapo kimsingi ukimwambia kwamba huyu ni mchezaji ambaye amekuja kwenye dirisha dogo na amezitengeneza namba za aina hii, goli 11 na assist 7, mtu anaweza akashangaa sema imewezekana vipi, lakini kwa ubora ambao ameonyesha ni namba nzuri ambazo pia zinaendelea kuleta ushindani pia wa radha ya hatua ya kuwania kiatu cha ufungaji bora baina ya Faisal pamoja na Alan Okello mwenyewe. Bana, kushukuru sana. Shukrani sana.